Sana, niko hapa Tabata Liwiti, moja ya kituo ambacho chenyewe kinatumika kwa ajili ya kupiga kura. Na kikubwa hapa ni mgombea wa urais wa UMD Mwajuma Mirambo, ambaye na yenyewe amefika hapa kwa ajili ya kutimiza haki yake ya kupiga kura. Licha ya kwamba na yeye ni mgombea, lakini amefika hapa kwa ajili ya kupiga kura kama ambavyo wengine wamefanya. Tutakumbuka tu kwamba wapiga kura au vyama ambavyo vinashiriki kwenye uchaguzi kwa nafasi ya urais viko vyama 17, yeye akiwa ni miongoni mwa wagombea hao. Kama unavyoona, ndio anaingia hapa katika kituo hiki kwa ajili ya kupiga kura kama ambavyo wenzake wamefanya. Na huyu ni mwanamama, ukizingatia kwamba wanamama ni miongoni mwa watu ambao wamejitokeza katika kinyang'anyiro hiki cha urais, tofauti na kipindi cha nyuma ambavyo ilikuwa katika chaguzi nyingine. Huyu ni miongoni mwao ambaye naye ameweka nia ya kugombea urais Tanzania bara kama ambavyo wengine wamefanya. Na anafika katika kituo hiki cha Liwiti kwa ajili ya kupiga kura. Hapa taratibu anashuka kwenye gari kwa ajili ya kufika kwenye hiki kituo ambapo atapatiwa maelekezo ya nini cha kufanya ili aweze kutimiza haki yake ya kupiga gari kwa ajili ya kupiga kura. Box maalum kabisa la kusimama kwa ajili ya kupiga kura, kumchagua yule ambaye anatamani kwamba awe kiongozi wake kwenye eneo la ubunge, udiwani na urais. Pamoja na mgombea huyu wa urais wa UMD, lakini wako wananchi wengine pia ambao na wenyewe wamefika hapa kwa ajili ya kupiga kura katika kituo hiki cha Liwiti, Tabata, jijini Dar es Salaam. Bado anaendelea na zoezi la kupitia karatasi kujua yule mtu ambaye anaona kwamba ana sifa na vigezo vya kuweza kumuongoza ndiye ambaye atampigia kura. Tayari kashamaliza, anaweka karatasi zake ambazo tayari ameshamchagua yule anayemtarajia, ndipo kama hivyo anaweka kwenye box la kura kuashiria kwamba tayari ameshapiga kura. Na baada ya kupiga kura tuzungumze naye kwa ufupi, na kabla ya hapo atapata ile alama maalum kwenye kidole chake kuashiria kwamba tayari ametimiza Baada ya hayo tayari ameshapata alama maalum kabisa katika kidole chake kuashiria kwamba ameshapiga kura. Na hapa tuzungumze naye ili atuambie juu ya mwitikio wake, lakini pia na utaratibu ambavyo umekuwa katika uchaguzi huu. Asante sana. Mwitikio naona mpaka sasa ni mzuri. Bado kwa eneo langu la Tabata naona usalama uko vizuri. Watu wanakuja kupiga kura na kuondoka, lakini pia nimeona hakuna misongamano, ni jambo zuri. Lakini nimeona wako wenye changamoto kama mzee wangu ambaye nilimkuta kwenye banda la pili na nyinyi ni mashahidi, ana changamoto ya uono hafifu. Amepata huduma nzuri na ameweza kutimiza haki yake ya kimsingi. Mpaka sasa hivi naona bado zoezi letu linaendelea vizuri la upigaji kura. Nami kama mnavyoona nimefika hapa, nimetimiza haki yangu ya kimsingi ya kuchagua kiongozi ninaomtaka katika miaka 5 ijayo. Ni kwa miaka mingi sasa unashiriki uchaguzi mkuu. Ni vitu gani ambavyo ni vya tofauti umeviona kwenye uchaguzi huu tofauti na miaka mingine? Vitu tofauti naviona, kwanza sehemu za kupigia kura vituo vimekuwa vingi. Na vituo vinapokuwa vingi, vitendea kazi navyo pia vimefika kwa wakati. Sijapata ripoti eneo lolote kwa wagombea wangu au wanachama wangu, jamaa, ndugu na marafiki kwamba labda ameenda mahali fulani amepata mkwamo wa kupiga kura. Wanafika, wanapata maelekezo, wanatimiza haki zao. Kwa hiyo kuwa kwanza na vituo vingi
jambo ambalo limefanya msongamano wa mafoleni umekuwa haupo. Kama mnavyoona mimi tumefika hapa, tumekuta unafika, unapiga kula, unarudi kwenye shughuli zako za kawaida za kila siku. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.